Haya, wazazi, tuongee tena. Kuna maswali ambayo mtu anakuwa na ukakasi nayo kuhusu elimu. Je, akimaliza degree anaweza kuunga masters? Swali ambayo wazazi wengi wanakuwa wanajiuliza, hususan kuhusu wazazi ambao wanataka elimu kwa watoto. Nia kubwa ya level ya mishahara kuangalia shule tofauti. Ni sawa kuwa na mtazamo tofauti. Lakini asiache kuendelea na shule. Je, ni lazima mtoto asome mpaka PhD? Ni maamuzi ya mtoto. Japo elimu ni daraja la mafanikio ya mtu. Ni nchi ambazo bado tunaangalia zitaka aliyesoma amesoma jamani, sahihi. Yote yanaweza yakawa sahihi. Kila la heri mzazi mwenye watoto wanaoenda vioni. Tusemezane. Haya, wazazi, tuongee tena. Kuna maswali ambayo mtu anakuwa na ukakasi nayo kuhusu elimu. Yani elimu hivi, maswali yanakuwa, je, mtoto wangu akimaliza form 4 akienda kusoma diploma akapata kazi, je, nimruhusu akafanye kazi kisha arudi degree? Je, mtoto wangu akimaliza form 4 akaenda form 5 na 6 akaenda akapata labda internship hapa katikati, je, hiyo internship ikianza kumlipa, je, nimruhusu aende degree? Je, akimaliza degree anaweza kuunga masters au inaweza akabidi atafute kazi aende masters, au akimaliza masters anaweza kuunga PhD na kadhalika? Haya ni maswali ambayo wazazi wengi wanakuwa wanajiuliza, hususan kuhusu wazazi ambao wanataka elimu kwa watoto wao kabla labda ya umri wao, yeye hajastaafu, anataka kumsomesha mtoto wake mpaka level fulani. So tuongee kinaga ubaga, na mimi ni share experience yangu na watu wengine nao watashare experience yao, ili mzazi ambaye ana haya confusion, haya maswali ambayo yapo mchanganyiko wa maswali, hajui kipi ni sahihi au kipi ni cha kufanya au kipi cha kuacha, tusemezane naye. Haya, kwa mtoto ambaye amesoma form 4, amaliza form 4 akapata nafasi ya kwenda kusoma diploma au certificates, akafaulu vizuri kwenda degree, in between akapata kazi. Kuna uhalisia wa kazi na shule. Kuna huo uhalisia, kwa sababu unabidi uwe na capability ya kuweza kumanage kazi na shule. Sawa? Na pia shule ni muhimu sana. Kwa nini shule ni muhimu? Kwa sababu asilimia kubwa ya level ya mishahara huangalia shule. Yes, ukiajiriwa kwenye sehemu ambazo ziko rasmi huangalia level ya shule kutokana na scale ya nchi husika uliopo. Kwa hiyo, endapo mtoto wako ana capability, ambao hapa tunacheza na chances za probability, kwamba ana uwezo wa kumanage vitu vyote hivyo kwa mkupuo, kama la, amalize elimu zake. Sawa, japo watu wengine watakuwa na mtazamo tofauti. Ni sawa kuwa na mtazamo tofauti, ni sawa. Wala mimi siko hapa kuendana na mitazamo ya watu wengine iliyo mengi. Ni sawa kabisa kwamba mtoto bwana amepata nafasi aende, ni sawa. Hiyo ni jukumu la mzazi na mtoto wake husika, kutokana na finances na kipato na kadhalika. Lakini tuongelee kwenye level ya akili, uelewa na kadhalika. Mtoto ambaye amemaliza diploma, aliyetoka form 4 akamaliza akasoma miaka yake mitatu, mtoto huyu tunamkadiria akiwa na miaka 19. Miaka 19 kuna capability ya vitu hata viweza. Kuwa na discipline ya kazi, kuheshimu kazi, mishahara, na alafu still bado akawa yuko committed na shule yake kumalizika. Kama yuko na hiyo capability ni vizuri sana. Lakini wengi hulemewa na huo mzigo mkubwa kutokana na uwezo wa akili yake. Kwa sababu anatakiwa amke asubuhi, aende kazini labda mpaka saa 12, akitoka saa 12 aingie darasani saa 2 labda mpaka saa 4, afanye assignment, asubmit, aende aishi. Hiyo ndio mchaka. Kwa hiyo ndio nafasi hutokea za watu waliomaliza diploma zao wakapata nafasi za kazi, zipo. Je, mzazi unapaswa kumshauri nini mtoto wako? Inategemea na uwezo wa mtoto wako. Lakini asiache kuendelea na shule. Amemaliza degree, amemaliza form 5 na 6 akapata degree.
amemaliza degree akapata kazi, well and good. Sawa ambayo je, aache kwanza asome masters? Hapana. Afanye kazi, apate experience ya kazi, kwa sababu masters, elimu ya masters inampa uwanja mpana mtoto kutokana na uzoefu. Mfano, anaweza akawa amesoma degree yake ya mambo ya biashara tu, general business in general, labda business in account, akapata experience ya kazi, akaona kwamba mimi natakiwa bwana niongeze pale nisome economics. Kwa hiyo masters ataenda kuopt kusoma economics, lakini sio tu biashara tu, labda ndani ya uhasibu na kadhalika. Kwa hiyo kupata experience baada ya kumaliza degree inamwezesha mtu huyu kwenda kujua anachoendea masters. Vile vile kupata experience baada ya mtu huyu kumaliza diploma. Yes, kumaliza diploma, amemaliza form 6, akaenda form 5 na 6, akaenda diploma. Hapa tunaamini huyu mtoto atakuwa ni mkubwa kidogo. Yes, atakuwa ni mkubwa kidogo, ambaye alisoma diploma yake miaka 2 au miaka 3 akapata nafasi ya kwenda kazini. Inawezekana akapata experience, na picha ya uhalisia wa experience itamwezesha kwenda kuchagua degree anayoitaka. Mfano, binafsi diploma niliyoisoma na degree niliyoisoma ni kutokana na ile duration iliyokaa hapa katikati kwenye likizo hapa kwenye likizo, ile likizo ya kusubiria degree, pale ndo nilipofanya maamuzi ya kubadilisha upepo wangu wa degree. Kwa hiyo anaweza akamaliza diploma yake, akapata nafasi ya kazi, na hapa ikamjenga kubadilisha upepo wa degree husika kutokana na uhitaji wa soko analoliendea. Je, mtoto wako akimaliza degree anaweza kuendelea na masters hapo? Ndio. Ina faida au ina hasara? Ina faida au ina hasara? Inategemea. Kwa nini naweka inategemea? Watu wengi wanahisigi mtu akimaliza kusoma masters pale, akimaliza kusoma diploma akiunga masters, wengi wao huangalia kwamba labda mtu huyu anataka kuwa mwalimu na kadhalika, labda mtu huyu amekosa kazi ndio maana anaunga masters na kadhalika. Kuna watoto ambao wanafaulu vizuri degree zao, wanachaguliwa na wanapendwa na chuo, wana apply labda chuo, wanakuwa walimu, ni sawa. Kuna watoto ambao wanatamani walimu wa chuo, ambao wanahisi kabisa kwamba wanapaswa kuwa na elimu zaidi, ni sawa. Kuna watoto ambao wanataka wamalize. I have this, my young brother aliniambia, bwana mimi nataka nimalize shule, nimalize. Alipomaliza degree yake akaunga masters akasema bwana mimi nataka nimalize shule. Kwa kuna watoto wa hivyo. Na yeye alikuwa anajua kabisa mimi njia ninayoiendea ni hii hapa. Na kuna watoto ambao in between wanaenda mtaani kwanza, wanaangalia soko linavyotaka, wanarudi kusoma. Vyote vinafanya nini? Vyote vinawezekana. Na je, ni lazima mtoto asome mpaka PhD? Ni maamuzi ya mtoto na mzazi. Most of the PhDs, muda mwingi watu wanategemea scholarship, ufadhili, kwa sababu PhD inachukua muda mrefu na inakuwa na gharama kubwa sana. Japo masters sasa hivi hazina gharama kubwa sana kulingana na kozi mtoto wako anayoisomea. Wengi tunasema zina affordability, zinawezekana kulipwa kidogo kidogo na kadhalika. Kwa hiyo mzazi ambaye you are in this confusion, yani una hizi dilema za nini kifanyike. Kwa mtoto wako ana ability ya kusoma, amalize form 5 na 6 akaunga mpaka masters, well and good. Kwa mtoto wako ambaye anaweza kupumzika, akaenda akafanya kazi akarudi, japo watu wengi wanasema mtu akishapata kazi, akishaingia kwenye majukumu hawezi kurudi shule, inategemea na huyo mtu alivyo na ability yake. Na pia inategemea muda mwingine uhalisia wanafika kwenye mtaani huku, uhalisia wa elimu yake hiyo na kipato anachokipata kinakuwa tofauti. Japo elimu ni daraja la mafanikio ya mtoto. Elimu ni daraja la mafanikio ya binadamu, tuseke mtoto, binadamu, hususan kwenye nchi ambazo bado tunaangalia elimu. Nikisema bado tunaangalia elimu, ni bado tunaangalia una diploma hii, una cheti hichi. Elimu bado ni daraja kwa huyo mtoto. So tusiende na hichi kitu kinasema bwana wenye elimu bwana, una uwezo wa kumsomesha mtoto wako
na wako tayari kusoma na wanafaulu vizuri, wasomeshe, wawe na hizo certificate zao. Kuna siku huko zitatakiwa. Hata kama asipozitaka, aliyesoma amesoma jamani. Tusiende na hizi trend za kusema watu wengine wamesoma, wana diploma, wana nini, lakini hawana kazi. Sawa, lakini ameenda darasani. Kwa sababu hiyo ability ya kufanya hizo biashara, hiyo ability ya kuwa winga, hiyo ability ya kufanyaje, muda mwingine ni kutokana na ufahamu wa kitu alichojifunza darasani. Inaweza isiwe haijaendana na hicho kitu, lakini elimu jamani, elimu ni dawa ya ujinga. Yaani twende mbele turudi nyuma. Aliyesoma amesoma. Kwa mzazi ambaye una ability ya kumsomesha mtoto wako kwenye level zote, hata mpaka PhD, do it. Mzazi una ability ya kumsomesha mtoto wako diploma tu, do it. Una ability ya kumsomesha mpaka form 4 tu, do it. Yaani fanya unavyoweza na pia uangalie ability ya mtoto wako. Kwa mzazi yote mwenye dilema ya nini ni sahihi, yote yanaweza yakawa sahihi kulingana na uwezo wa mtoto wako, kulingana na level ya kipato chako. Hivyo vyote vinamata. Kwa sababu mtoto anaweza akaenda mpaka diploma, amesoma miaka 3, huna tena ability ya kuendelea naye degree kutokana na finances haziruhusu. Ni sawa pia. Kwa hiyo vyote vinawezekana kulingana na vitu vikubwa hivyo, kwamba anaweza akawa ni ability ya mtoto wako na kipato. So kila laheri mzazi mwenye watoto wanaoenda vioni. Justin, tusemezane.